Salamu kwa wote popote pale mnapotazama na kusikiliza sauti hii. Hii ni sauti ya Hamisi Mizigo, mwanafunzi wa mzaliwa wa pili Zulula 100, ambaye ndiye mwalimu pekee na wa kweli kwa nyakati hizi ambazo tunaishi. Ndugu zangu, ninamshukuru Loba, muumba pekee wa kweli, maana kupitia neno lake ameruhusu kwamba niwe tena mbele yenu kwa siku ya leo. Nashukuru pia mzaliwa wa pili Zulula 100, ambaye ndiye mwalimu wetu anayeturejeshea ukweli wa asili ambao ulifichika kwa karne nyingi, tukaishi kuzubaishwa, kudanganywa, lakini kila jambo lina wakati wake, na huu ni wakati wa kurejea katika misingi halisi ya maisha ya kiroho, ule ukweli wa asili ambao ulifichika kwa karne nyingi. Sasa tunaopokea tena ni mzaliwa wa pili Zulula 100, ambaye anaturejeshea ukweli halisi. Na kabla ya kuendelea, ndugu zangu, kwanza ninapenda kutambulisha vyombo vyetu vya kiroho, yaani vitabu mbalimbali ambavyo ni maandiko ya asili ya kweli, usahihi wa historia kama zilivyotendeka, na ni mzaliwa wa pili ambaye ameturejeshea maandiko hayo ambayo yalifichwa kwa karne nyingi. Kwanza kabisa nina Karata DMC. Hiki ni kitabu cha maajabu, upande uliofichika wa Biblia, Karata Mbale, na pia kuna Biblia yenyewe Karata Mbale kama unavyoiona hapa nyuma yangu. Lakini kuna vitabu mbalimbali vya mitume na manabii wa kweli, historia zao kwa usahihi, yote yamerejeshwa. Kwa hiyo hakuna kinachokosekana, ukweli wote upo tayari. Unaweza ukaagiza vitabu hivi ukajipatia na ukaendelea kusoma, kuchunguza na kujiridhisha kulingana na haya ambayo unayasikia kila wakati tukizungumza katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Kupitia tovuti ya lezedisiozulula.com unaweza kuagiza vitabu hivi na ukavipokea popote pale unapopatikana. Na kwa siku ya leo, ndugu zangu, mafundisho yetu tutayapata kutoka Karata DMC, kutoka kitabu cha maajabu. Ni kitabu cha maajabu kweli kweli, kwa sababu ndani ya kitabu hiki kila mhusika anazungumza yeye mwenyewe yale aliyoyaishi wakati wa uwepo wake katika hali hii inayoonekana kwa usahihi. Kwa hiyo mafundisho yetu tutayapata Karata DMC, kitabu cha maajabu. Na somo letu la siku ya leo litakuwa na ujumbe ambao unasema neno la Loba katika maisha ya kila siku. Tutasoma katika Byala Bamunia sura ya 16, tutaanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Byala Bamunia ndio ile ambayo katika Biblia za kisasa walibadilisha wakasema kwamba ni mithali, lakini katika maandiko ya kweli ni Byala Bamunia. Neno la Loba katika maisha ya kila siku ndio ujumbe wetu wa siku ya leo. Mstari wa kwanza unaanza kwa kusema, watu hupanga mipango mkato, lakini neno la Loba ndilo lenye neno la mwisho. Nukta. Inapenda kusema kwamba katika maisha ya hali hii inayoonekana, watu tunaweza tukatarajia kufanya mambo kadhaa, ukawa na malengo au mambo unayotarajia kuyafanya, lakini tuwe na ufahamu kwamba mipango yote ambayo tutaipanga sisi kama watu wa hali hii inayoonekana, malengo na matarajio yetu yote ambayo tunaweza kuwa nayo, tuwe na ufahamu kwamba ni neno la Loba ambalo lina uamuzi wa mwisho kuhusiana na malengo, mipango na matarajio yetu yote, kwa sababu ni neno la Loba ndilo ambalo linadhibiti na kuongoza maisha ya watu katika hali hii inayoonekana. Haijalishi unaishi katika hali gani, haijalishi unaishi katika mazingira ya namna gani, lakini ikiwa unapumua, ikiwa unakula, ikiwa unalala na kuamka, uwe na uhakika na uelewe jambo hili kwamba ni neno la Loba, muumba pekee wa kweli, ambalo
linafanya tunaishi na linafanya kwamba unapanga mipango yako na inaenda vizuri. Katika mstari wa pili, kila mtu hufikiri kwamba siku zote anatenda kwa usahihi mkato, lakini neno la Loba linajua undani wa moyo, katika mabano ufahamu wa moyo. Ndiyo, kila mtu katika kila anachokifanya anaweza kufikiri kwamba anafanya kwa usahihi, lakini nini kinakufanya useme kwamba unafanya kwa usahihi? Bila shaka unatakiwa kufikiri ama kutafakari kile unachokifanya ni kulingana na nini ili useme kwamba unafanya kwa usahihi. Ikiwa ni kulingana na neno la Loba, basi ni vizuri, na ikiwa si kulingana na neno, hakuna usahihi katika kile ambacho nakifanya. Ndio maana mstari huu unasema kila mtu hufikiri kwamba anafanya kila kitu kwa usahihi, bali ni neno la Loba ambalo linajua undani wa moyo wa kila mmoja wetu, yaani ufahamu wa moyo wa kila mmoja wetu, kile kilichojificha katika ufahamu wa ndani wa moyo wako, neno linajua. Kwa hiyo ili useme kwamba unachokifanya ni usahihi, hakikisha kwamba unafanya mambo, unatenda mambo, unapanga mipango yako na kufanya shughuli zako kulingana na neno. Ndio maana ujumbe wetu ni neno la Loba katika maisha ya kila siku. Je, ni nini ambacho kinaongoza maisha yako, kaka yangu, dada yangu? Nini ambacho kinakuongoza katika kutenda kwako kwenye maisha yako? Je, ni mifumo au misingi ya dini fulani, dini ambayo ilianzishwa wakati fulani ndiyo ambayo inaongoza maisha yako? Dini ambayo ni desturi ya wanadamu, wazungu au Waarabu, ndiyo inayoongoza maisha yako? Na unafikiri kwamba uongozi wa maisha yako katika dini ndio usahihi? Ukifikiri hivyo, ndugu yangu, unajidanganya wewe mwenyewe, kwa sababu ukweli halisi ambao uliongoza maisha ya wazee wetu tangu awali, kabla ya uwepo wa dini zote ambazo zipo katika hali inayoonekana, ndio huu ambao unausikia. Ni neno la Loba ambalo liliongoza maisha yao. Kwa hiyo walitenda, waliweka mipango yao kwa kuongozwa na neno la Loba. Waliweka maisha yao yaongozwe na neno la Loba. Na ikiwa ukweli huu umerejea tena kwetu kwa nyakati hizi, kaka yangu na dada yangu, maana yake tunatakiwa kukubali ukweli huu, kupokea ukweli huu na kuweka ukweli huu uwe kiongozi wa maisha yetu. Tuna neema kubwa ndugu zangu, tunaishi kipindi cha ajabu sana. Wewe kaka yangu, wewe dada yangu ambaye unasikiliza ujumbe huu, na kwa wewe ambaye tayari umekubali kuishi kulingana na neno, umekubali kuishi chini ya fundisho la kweli ambalo ni ukweli unaotolewa na Mzaliwa wa Pili Zulula 100. Unaona bado kuna sehemu kubwa ya ndugu zetu wa Afrika kwanza weusi, lakini pia watu au wanadamu wa rangi zingine wanavyozubaishwa katika hizo dini, wanavyozubaishwa katika mambo yasiyo na maana, wanavyohangaika na kuhama dini hii kwenda dini hii wakidhani kwamba wanatafuta ukweli. Sote tunaona, na sehemu kubwa kati yetu tumetoka kwenye hizo dini. Mimi ni miongoni mwa waliotoka kwenye hizo dini, nimetumika sana kwenye hizo dini. Kwa hiyo ninapozungumza kuhusu dini hizo, naelewa ni nini ambacho ninakizungumza. Ni kuzubaishwa ambako watu wanazubaishwa,
watu wanafarijiwa kwa mambo ambayo sio halisi, watu wanatishwa na kupewa mafundisho yatakayowatia hofu ili wabaki tu katika hizo dini kama wafungwa, walee watoto wao katika hizo dini, na wanawaacha watoto wao katika misingi ya kidini ambayo ni dhidi ya ukweli. Lakini maisha halisi ya kiroho, kaka yangu, dada yangu, ni maisha ambayo yanaongozwa na neno la toba, neno la kweli, ukweli halisi ambao hautetei dhambi katika kipengele chochote, ambao unamwongoza mtu katika maadili mazuri, misingi mizuri ya maisha ya kiroho ambayo hatima yake ni uzima wa milele, longe la bwindea. Na ni ukweli huo, sio mwingine, ni huu ambao unausikia kila wakati. Ni ukweli ambao unatoka kwa Muleki, yani mwalimu mzaliwa wa pili Zulula 100, ambaye yupo katika hali hii inayoonekana kwa wakati huu, ndiye ambaye anatulejeshea ukweli huu wa asili. Tuwe na ufahamu, kaka yangu na dada yangu. Katika mstari wa 3, weka wazi kazi yako kwa loba katika maombi mkato, nawe utatimiza miradi yako kulingana na neno lake. Katika mstari huu anaposema weka wazi kazi yako kwa loba katika maombi, hamaanishi kwamba uende umweleze loba kwamba hajui, kwamba loba hajui ni nini unatarajia, ni nini unapanga kufanya. Hapana, bali ni kupenda kusema kwamba katika kila kitu ambacho unakifanya, iwe ni mradi wako fulani, biashara yako fulani, mpango wowote ambao uko nao ambao ni halali kulingana na ukweli, weka katika maombi, weka neno la loba mbele. Ruhusu neno liwe kiongozi katika miradi yako, katika mipango na matarajio yako. Na anamaliza kusema nawe utatimiza miradi yako kulingana na neno lake, kulingana na neno. Miradi yako, mipango, malengo ambayo uko nayo, ikiwa ni halali kulingana na ukweli, basi weka neno liwe mbele, weka neno liwe msingi, ili likuongoze upate kutimiza na kutekeleza kila kitu katika majukumu yako, katika maisha yako kwa ujumla, kulingana na ukweli. Tuwe na ufahamu katika haya yote, kaka zangu na dada zangu. Na katika mstari wa 4 unaendelea kusema kila kitu kilifanyika kwa nia mahususi mkato, na baada ya anguko mkato. Waovu pia wana siku yao ya maafa inayosababishwa na demon za ushawishi wa ukanushaji wa maisha ya kila siku yasiyolindwa. Nukta. Tuelewe jambo hili vizuri, ndugu zangu. Mstari huu unaanza kusema kila kitu kilifanyika kwa nia mahususi. Hii ni kupenda kusema kwamba uumbaji wote, loba kupitia neno lake, chochote ambacho ameumba, tunachojua na ambacho hatujui, yote yalifanyika kwa nia ambayo ni nzuri. Lakini baada ya anguko kuna mabadiliko ambayo yalitokea na yanaendelea kutokea. Ndio maana kuna matokeo mengine ambayo ni mabaya yanayotokana na mambo ambayo tunajua yaliumbwa. Sasa kwa watu ambao hawana ufahamu sahihi wa mambo ya kiroho, hawana ufahamu sahihi wa sababu ya kila jambo, wanadhani kwamba baadhi ya mambo ambayo yanaonekana ni mabaya au yanayoleta matokeo mabaya kwamba yaliumbwa ili yalete matokeo mabaya, yaliumbwa ili yawe mabaya. Hapana. Nitatoa mfano katika jambo hili kidogo. Wengi tunajua kuhusiana na upinde wa mvua. Upinde wa mvua
ni alama mojawapo kati ya alama za kiungu ambazo huonekana wakati fulani, wakati mvua inakaribia kunyesha. Kwa mfano, kwa baadhi ya maeneo huwa kunaonekana huo mkanda wenye rangi tofauti tofauti katika anga linaloonekana, ambao tunautambua kwa jina la upinde wa mvua. Na hata unaposoma katika Biblia za kisasa, licha ya kwamba ndani yake kuna uongo na mikanganyiko mingi, lakini kwa baadhi ya mambo ambayo yanaeleweka, mojawapo ni hilo kwamba huu mkanda ambao ni upinde wa mvua, kuonekana kwake lilikuwa ni agano la kimungu kwa mujibu wa Biblia, kati ya watu duniani pamoja na muumba wao, kwamba ni agano kwamba hatatoa tena adhabu ya maji ya gharika kama alivyofanya wakati ule. Kwa hiyo ilikuwa ni alama tu ambayo ni nzuri, yenye maana nzuri tu, haina tatizo lolote. Lakini angalia kwa wakati huu ambao tunaishi, tunaona sasa shetani mlima roho mbaya, ulimwengu wa giza la kichawi, wamebadilisha matumizi, wamebadilisha ujumbe katika alama hiyo. Sasa hivi wale wanaotetea mapenzi ya jinsia moja, kufuru, uchafu ambao hawakubaliki popote, ndio wamechukua hiyo alama, wanatengeneza bendera zao na wanaitumia kama ni alama ya utambulisho wao. Kwa hiyo kwa vizazi vitakavyokuja baadaye, huenda watakapoiona hiyo alama moja kwa moja, wanaona moja kwa moja ubaya, wanaona moja kwa moja kufuru, wanaona moja kwa moja uchafu wa mambo ya mwanaume kwa mwanaume, mambo ya jinsia moja, jambo ambalo uhalisia wake hauko hivyo. Alama hii ipo katika uumbaji na ipo kwa nia njema kabisa, kwa maana iliyo nzuri kabisa, lakini kwa sababu ya anguko, tunaona ulimwengu wa giza la kichawi unabadilisha baadhi ya mambo ambayo ni mazuri kuwa mabaya. Hata dini ambazo leo zipo nyingi, wamekopi mfumo wa maisha ya kiroho ambayo wazee wetu weusi zamani za mababu zetu walikuwa wakiuishi: kukusanyika pamoja, kupata mafundisho ya kiroho, maarifa ya kiroho, kupewa historia za wazee ambao waliwahi kuishi zamani za kale, ili vijana wa nyakati hizo wawe na ufahamu na wafuate mienendo yao. Angalia leo watu wanakusanywa katika majengo atakayoyaita makanisa. Ni nini kinachoendelea huko? Ngoma tu, ndingili ndingili ndingili, na mambo yasiyo hata na maana. Wamejazana kwenye hizo dini, kwenye hayo makanisa watakayoyaita. Ni masengenyo, ni uwivu, ni uzinzi, uasherati na mambo yasiyofaa ambayo yako wazi. Mengine niliona video fupi mtandaoni ya mmoja anajiita nabii, anazungumza bila hata hofu kwenye mitandao ya kijamii kwamba kuna mchungaji mwenzake akamuita sehemu wakutane, waonane. Ameenda, wamekutana, yule mchungaji mwenzie ambaye ni mwanaume mwenzake anaanza kudhihirisha hali ya kutaka kutengeneza mahusiano ya kingono na mchungaji mwenzie ambaye ni mwanaume mwenzie. Hao ni viongozi katika hayo watakaoita makanisa. Tunapozungumza haya mambo, ndugu zangu, wengi wanakuja juu na kuzungumza dhidi yetu sana. Wanafikiri sisi tunatunga, wanafikiri labda tunalipwa ili tuje tuzungumze mambo haya. Ndugu zangu, mimi nilikuwa katika hizo dini, nimetumika kwenye hizo dini, nimepata neema kubwa ya kujua huu ukweli. Nimepata neema ya kupokea fundisho hili la kweli, ukweli halisi ambao ni Mzaliwa wa Pili Zulula 100 aliyoleta.
nimepata neema ya kuelewa kwamba huu ni ukweli, na nakuja mbele yenu kuzungumza, kuwashirikisha, ili kila mmoja atumie hekima, atumie mantiki yake kuchunguza mambo haya. Hivi ni baadhi tu ya vitu ambavyo vinaonekana kwenye hayo watakaoita makanisa, misikiti, kwenye hizo dini. Ndugu zangu, uchafu unaotendeka huko ni wa kupindukia. Hebu angalia sasa huu mfano niliotoa. Iko hiyo video katika mitandao. Huyu anajiita yeye kwamba ni nabii, anazungumza kama ni mchungaji mwenzake, mwanaume mwenzake, anamuita waonane na anadhihirisha hali ya kutaka waingie katika ngono ya jinsia moja. Alafu hao ndio wanaosimama kuhubiria watu wengine, ndio wanaosimama kuwafundisha watu wengine, ndio wanaosimama kuwaongoza watu wengine, eti wanawapeleka katika uzima wa milele, eti wanawapeleka mbinguni. Ndugu zangu, ni mbingu gani mnapelekwa? Ndugu zangu, mnazubaishwa katika hizo dini, mnazubaishwa. Ndugu zangu, mnazubaishwa. Amkeni Waafrika wenzangu, weusi wenzangu, amkeni. Kuna wazungu wengi ambao wamekubali kwamba huu tunaohubiri ni ukweli, na wanaishi kulingana na ukweli huu. Wamekubali kujitenga na asili mbaya za mababu zao ambao waliiba historia ya watu weusi, waliiba maandiko yanayohusiana na watu weusi, wakabadilisha wakafanya kwamba ni ya kwao. Baadhi ya wazungu ambao wameelewa hayo, wamejiridhisha kwamba huu ni ukweli, wamekubali kujitenga na asili zao ambazo ni mbaya, na wamekubali kuishi kulingana na ukweli huu. Ndio maana katika video mbalimbali ambazo tunaweka kwenye mitandao ya kijamii, mnaona tunazungumza kwamba mambo ya kiroho ni swala la rangi. Weusi ndio taifa la muumba wa kweli. Maandiko yote ambayo yanasomwa katika dini mbalimbali ni historia za watu weusi, historia za mababu zetu ambazo waliiba wakabadilisha wakazifanya kwamba ni za kwao. Tunaposema haya, mnakuja kusema kwamba nyinyi ni wabaguzi. Lakini nyinyi mnaosema wabaguzi, haiwashangazi tena kuona kuna wazungu ambao tena wanahubiri ukweli. Kuna wazungu ambao tuko nao pamoja katika ukweli. Huo ubaguzi unatokea wapi? Huo ubaguzi unatokana na nini? Ni ukweli ambao ndivyo ulivyo, unapaswa kujulikana na watu waishi kama ulivyo. Amkeni ndugu zangu, amkeni weusi wenzangu. Ni mambo ya kutumia mantiki, kwa sababu umeumbwa, una uwezo wa kuchanganua sasa lipi jema, lipi baya. Sikiliza, chunguza, ujiridhishe wewe mwenyewe. Katika mstari wa 5 nasema, Mudima Bekokisedi huwachukia watu wenye kiburi. Nukta mkato. Tunaweza kuwa na uhakika kwamba hawatakosa kuadhibiwa. Nukta. Mudima Bekokisedi ni roho wa adhabu, yule ambaye katika dini mbalimbali watasema kwamba ni malaika wa kifo, malaika wa adhabu na kadhalika, lakini kulingana na ukweli utambulisho wake ni Mudima Bekokisedi, yani roho wa adhabu. Anawachukia watu wenye kiburi, walio dhidi ya ukweli, wanaodhihirisha mambo yanayosapoti jitihada za shetani. Mudima Bobe, roho mbaya, kusababisha watu wafe kifo cha kiroho, wanaoendelea kuchochea dini, wanaoendelea kuhubiri uongo na kuwaongoza watu katika njia za upotofu, wanaotusi ukweli huu wanapousikia, wanaojiinua na kujiona kwamba wao ndio wao. Wengi wanajua kwamba wapo katika uongo, lakini wanaendelea kuhubiri uongo kwa sababu ya kutetea maslahi. Na hili ni jambo hatari sana, kujua kwamba chakula hiki kina sumu. Ukiwapatia ndugu zako wanakufa, alafu kwa sababu wewe umelipwa, umepewa pesa, au kwa sababu kuna maslahi unayoyapata wewe, unapeleka hicho chakula hivyo hivyo ili ndugu zako wale wafariki kwa sababu ya maslahi yako. Huu ni mfano. Wengi mnajua kwamba mnachohubiri hizo dini ni uongo.
ni mambo ya kuundwa, ni biashara za wakoloni. Mnajua hilo jambo. Walioleta hizo dini ndio waliokuja kuwatawala wazee wetu, kuwaweka katika utumwa na kufanya mambo yaliyo mabaya sana katika Afrika ya mababu zetu. Kwa wazee wetu walifuta utambulisho wetu na kutufanya kana kwamba sisi ni watu wasio hata na chimbuko. Mnajua hayo yote, lakini mnaendelea kuhubiri hizo dini, mnaendelea kueneza uongo wao, mnaendelea kupeleka katika maisha ya watu uongo, ile hali mnajua kwamba ni uongo, kwa sababu ya maslahi yenu, kwa sababu wanawapatia sapoti za pesa, misaada mbalimbali. Ni hatari sana kufanya jambo baya ukiwa na ufahamu kwamba kile unachokifanya ni kibaya. Lakini wapo wengi pia ambao wameingia humo kwa mkumbo, hawajui chochote, hawajui misingi, chimbuko la hizo dini, hawaelewi kitu chochote. Wao wanafuata tu mkumbo. Kwa hiyo unaposikia mafundisho haya, unaposikiliza ukweli huu, chukua muda wa kuchunguza, alafu chagua njia ambayo ni nzuri. Fanya maamuzi ambayo yataleta matokeo mazuri kwa maisha yako ya baadaye, kwa sababu katika kila kitu ambacho mtu anakifanya kuna matokeo. Kila kitu ambacho anakifanya kina matokeo. Ukifanya jambo baya, tarajia matokeo na ambayo ni majuto kweli kweli. Na ukifanya jambo ambalo ni zuri, tarajia matokeo pia ambayo ni mazuri, ni furaha kwako. Ndio maana Mudima Bekokise yupo. Yote yanayoendelea yupo, anatazama. Kila kinachoendelea anatazama. Dhamira yako inakwambia kwamba unachohubiri ni uongo, lakini kwa sababu ya maslahi unaendelea kuhubiri. Mudima Bekokise anatazama. Wako maaskofu, wako wachungaji, wako watu wengi ambao walikuwa katika hizo dini, walikuwa wanahubiri uongo, wanafundisha watu uongo. Wamechunguza ukweli huu na wamepata neema ya kupenya, hakujua kwamba huu ni ukweli. Wamestop na wamekubali kuishi kulingana na ukweli. Tuko nao. Fanya tu maamuzi. Usiseme watu watakuchukuliaje, watu watakuonaje. Hao ni watu. Hatima yako ya kiroho, Muumba wa kweli aliyekuumba, anayekupatia pumzi ya uhai, haumuogopi, haumuheshimu. Unaogopa watu na kuheshimu watu. Fanya maamuzi ambayo ni mazuri, ndugu yangu. Katika mstari wa 6 nasema, kwa wema na uaminifu mkato mtu anaweza kurekebisha kosa. Nukta. Kwa kuheshimu loba, kwa hofu ya heshima anayostahili mkato mtu huepuka kufanya mabaya. Narudia. Kwa wema na uaminifu mkato mtu anaweza kurekebisha kosa. Nukta. Kwa kuheshimu loba, kwa hofu ya heshima anayostahili mkato mtu anaepuka kufanya mabaya. Ikiwa nia yako ni njema na unapenda kweli watu wamjue Muumba wa kweli, watu wabadilike, waishi maisha sahihi ya kiroho, watu wawe wazuri, kuanzia wewe mwenyewe, acha kuhubiri uongo, acha kufundisha watu uongo. Chunguza haya mafundisho, chukua haya mafundisho ya kweli, hubiri watu kwenye hilo kanisa unaoliita kanisa. Hao watu ambao wanakutegemea kwamba wewe ni kiongozi wao, wanategemea kwamba wewe ndio unawaongoza katika njia kuelekea uzima. Ikiwa nia yako ni njema, ni kuhubiri ukweli. Ikiwa nia yako ni kufanya watu wafikie wokovu wa kweli, hubiri ukweli. Acha propaganda. Usidanganywe na hizo elimu za kidini ambazo zipo katika dunia hii. Baada ya kuunda uongo na kutengeneza uongo, walitengeneza na mifumo yao ya elimu kuwafunza watu kile wanachotaka watu wakiishi, kile wanachotaka watu wafundishwe.
Kwa hiyo unapoenda unasoma, utaita Bible studies, theolojia na mambo mengine, unasoma, wanakubalisha wanasema stashahada, watakupatia na cheti kwamba umefanya vizuri. Sasa chukua Biblia hii, chukua kama ni Qur'ani hii, nenda sasa ukafundisha watu yaliyoko humu ndani, ambayo wao waliyaunda, ambayo wanajua ni uongo. Basi unajiona kwamba una akili, una maarifa, unaenda kuhubiria watu kile kilichoandikwa katika vitabu vya dini, ambacho mantiki yako inakuambia kabisa kilitengenezwa, kuna uhalisia wake. Angalia mfano mwingine huu. Tatoa mfano kidogo. Mhusika mmoja ambaye anaitwa kwa mfano Mormon, jina lake la kweli anaitwa Mormon. Wakristo walitengeneza historia yake, wakabadilisha, wakasema wanamuita kwamba ni Suleiman au Solomon, na kulingana na Wakristo ni mzungu. Lakini Waislamu tena wakasema mhusika huyo wanamtambua na wanakubali uwepo wake, alikuwepo, na wanamjua kwa jina hilo hilo Suleiman. Lakini wao wanasema huyu Suleimani sio mzungu, ni Mwarabu, lakini ni mhusika mmoja. Dini hii inasema alikuwa ni mzungu, dini nyingine inasema alikuwa ni Mwarabu. Hamjiulizi sasa Suleimani wa kweli alikuwa ni mtu wa jamii gani? Alikuwa anaitwa nani? Hamjiulizi. Ndio maana tunasema kwamba walibadilisha historia za wazee wetu. Mhusika huyu jina lake la kweli anaitwa Mormon, na ndiye aliyeandika kitabu hiki ambacho tunapata mafundisho siku ya leo, Biala Bamuni Mithali. Mormon ni mweusi, mtu wa jamii yetu ya asili nyeusi. Waarabu wakasema ni Mwarabu, wazungu wakasema ni mzungu, na kila dini inatengeneza historia yake kumhusu. Hamuelewi mambo haya ndugu zangu? Amkeni. Hivyo hivyo kwa huyo atakaita Yesu. Wakristo, huyo Yesu ni mzungu mwenye nywele ndefu na macho ya blue, na anaitwa Yesu, Jesus. Waarabu wanamtambua, ndio, wanakubali uwepo wake, ndio, lakini kwao kwanza ni Mwarabu, sio mzungu. Alafu pili, haitwi Yesu, anaitwa Isa bin Maryam, lakini ni mhusika huyu mmoja. Watu wamwamki, watu wamshtuki. Utambulisho wake wa kweli huyu mhusika uko wapi? Anaitwa Jokisabe, ni mtu mweusi. Walibadilisha historia, kila dini ikatengeneza historia yake kwa namna ya kujinufaisha, lakini anaitwa Jokisabe. Amkeni ndugu zangu, amkeni. Usio muda wa ujinga tena. Amkeni, chunguzeni, muishi kulingana na ukweli. Katika mstari wa 7 nasema, neno la Loba linapoidhinisha mwenendo wa mtu fulani mkato, linampa uwezo kiroho juu ya adui zake. Yaani ikiwa unakubali ukweli, unaposikia mafundisho ya kweli, unaposikia ukweli halisi wa maisha ya kiroho, na unakubali kuishi kulingana na ukweli wenyewe, na unaweka neno la Loba liwe kiongozi wa maisha yako, likuongoze katika kuenenda kwako, katika kutenda kwako, katika kuongea kwako, na mfumo wa maisha yako kwa ujumla uongozwe na neno la Loba. Na neno linapokuidhinisha, yaani kukubali uadilifu wako, kukubali uaminifu wako, linakupatia nguvu, linakupatia uwezo juu ya adui zako, juu ya demon za aina mbalimbali, juu ya kila aina ya udhirisho wa matukio mabaya. Neno la Loba linakupatia uwezo kiroho wa kushinda mambo ambayo ulipokuwa katika hizo dini alikuwa anakushinda. Upo katika dini bado unapiga punyeto, upo katika dini bado unaangalia video za ngono, upo katika dini umeoa bado una mwanamke mwingine au wanawake wengine, unahubiri katika hizo dini bado una wanawake wengine, upo ni kiongozi wa dini, ni mchungaji, unajiita nabii, lakini unajihusisha na mapenzi ya jinsia moja, kama mfano wa yule anaitwa nabii au anayejiita nabii.
na huyo mchungaji mwenzake ambao amejisema mwenyewe katika mitandao ya kijamii, au walifanya au wanafanya au hawakufanya, sisi hatujui, lakini alikuja akasema yeye katika mitandao ya kijamii kama ni mchungaji mwenzie alimuita, wakakutana, na anaonyesha kwamba anataka mapenzi ya jinsia moja. Maana yake moja kwa moja, mmoja kati yao anajihusisha direct na mapenzi ya jinsia moja, na ni mchungaji, ni kiongozi wa watu. Kwa hiyo ulipokuwa katika dini, na wengi wapo katika dini, ndugu zangu, upo kwenye dini bado unafanya mambo ambayo ni mabaya, bado mwenendo wa maisha yako na mfumo wa maisha yako ni mchafu, hauna utofauti na wanaokesha ba, hauna utofauti na machangu doa, lakini upo kwenye dini, upo kwenye kanisa, ni kiongozi wa dini. Kwa nini mambo hayo yanakushinda kuyaacha? Kwa nini dhambi bado zimekukandamiza? Ulimwengu wa giza la kichawi bado una control maisha yako na kukuendesha wanavyotaka, lakini upo kwenye dini? Ni kwa sababu upo katika uongo. Yaani upo katika ulimwengu wao, upo katika mfumo wao wa maisha. Unapotoka kwenye hizo dini na kukubali fundisho la kweli, ukweli halisi wa maisha ya kiroho, ndio huu ambao unausikia, ambao hauhusiani na mambo ya dini. Haya ni maisha ya kiroho, na unapokubali ukweli huu na neno hili la kweli linapochukua uongozi kwenye maisha yako na linapokuidhinisha na kukubali uadilifu wako, hakika narudia, hakika unakuwa ni mtu mwingine tofauti, unakuwa ni mtu mpya. Naelewa ninachokisema. Katika mstari wa 8, afadhali mshahara mdogo unaopatikana kwa uaminifu kuliko mapato makubwa kutokana na shughuli zenye shaka. Ndiyo, ni afadhali ufanye shughuli ambazo ni za halali, zinazokupatia mshahara wa halali, uwe ni mdogo lakini ni wa halali. Na hii imenikumbusha, kuna ndugu yangu alinishirikisha historia yake kidogo. Alikuwa anafanya kazi mpaka sasa kwenye kampuni fulani za madawa, maabara hizi. Sasa wakubwa wake wakawa wanamshinikiza kuidhinisha vifaa, kwamba vimetumika vifaa kadhaa, ile hali havijatumika idadi hiyo ya vifaa. Anaidhinisha matumizi ambayo sio ya halali, sio kweli. Alafu wakati wa mgawanyo naye anapata asilimia fulani za fedha. Kwa hiyo akawa anapata pesa, anarudi nyumbani na pesa ni za kutosha. Lakini wakati anaendelea kusikiliza mafundisho na kukubali mafundisho haya, na alipokubali kuishi kulingana na ukweli huu, alipokubali kikamilifu kwamba neno hili liongoze maisha yake, yaani alipoingia kikamilifu katika tema ama ujumbe wetu wa siku ya leo, neno la Loba katika maisha ya kila siku, alikataa kwamba hapana, siwezi tena kuendelea kuidhinisha matumizi ya vifaa ambayo sio ya kweli, udanganyifu, uongo. Siwezi kuendelea kuidhinisha mambo ambayo sio ya halali. Na neno lilimpa nguvu ya kukataa hiyo hali, na neno lilimpa nguvu ya kulizika na kipato chake, na hilo ni jambo ambalo ni jema. Unaweza ukapitia hali kama hiyo na ukaingia hofu kwamba huenda nitafukuzwa kazi, huenda mapato yangu sasa yatakuwa ni ya chini, sasa itakuwa namna gani? Lakini ni afadhali mshahara mdogo ambao unapatikana kwa halali kuliko mapato makubwa kwa shughuli ambazo si kulingana na ukweli. Kwa hiyo ni vizuri kuweka neno la kweli katika uongozi kwenye maisha yako kwa ujumla, ili mwenendo wako na mfumo wa maisha yako wote uwe ni kulingana na ukweli halisi. Katika mstari wa 9 ambao ndio mstari wetu wa mwisho kwa siku ya leo, ndugu zangu, unasema, mtu mnyofu anayejulikana hupanga mipango mkato, na neno la Loba huongoza kutekelezwa kwayo. Nukta. Mtu mnyofu ni mtu wa namna gani, ndugu zangu? Mtu mnyofu ni mtu ambaye
anayenenda kulingana na ukweli. Mtu mnyofu ni mtu ambaye maisha yake yako chini ya uongozi wa neno la kweli, yako chini ya uongozi wa uhalisia wa maisha ya kiroho. Ndiyo mtu ambaye kila anachokifanya ni kulingana na ukweli. Ni mtu ambaye hadhihirishi mambo mabaya au hatendi dhambi kwa kukusudia. Ni mtu ambaye anaweka katika kazi sheria na maagizo ya neno la Mungu. Ndugu zangu, huu ni ukweli halisi. Kwa hiyo unapokubali kuwa mtu mnyofu, kutembea kulingana na ukweli, unapanga mipango yako, unaweka matarajio yako, unakuwa na malengo yako, lakini neno ambalo ndiyo kiongozi wa maisha yako, neno la Loba ambalo ni mwongozo sahihi wa maisha halisi ya kiroho, linakuongoza au linaongoza kutekelezwa kwa mipango yako yote. Hakika huu ni ukweli halisi, na ndivyo neno linavyotutaka tuwe, ndugu zangu. Neno la Loba katika maisha ya kila siku. Kubali ukweli, fanya maamuzi, ishi chini ya fundisho ambalo linakuongoza kubadilika kuwa mtu safi. Ukweli ambao unaposikia unakutakasa na kukuongoza kikamilifu katika longe la bwindea ile ambayo wataita uzima wa milele. Ndugu zangu, ni hayo kwa siku ya leo. Ikiwa una swali, basi usisite kuandika chini ya video hii. Uliza swali upate majibu. Mimi ni mtu huru, nimejua kweli imeniweka huru.